lakini wewe. Wakorintho ya pili sura ya 5 mstari wa 17. Tusome maneno pale mazuri. Haya maneno ni mazuri sana kwako wewe ambaye ndio umempokea Yesu kwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini pia kwa wewe ambaye ulishampokea Yesu siku nyingi. Amen. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amen. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja mwenye maiki anitafutie kitabu cha Yohana sura ya 1. Yohana sura ya 1 pale. Bwana Yesu asifiwe. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari ule ni wa 12. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Mstari wa 12. Biblia inasema hadi wa 13. Inasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wa kufanyika watoto wa Mungu. Amen. Endelea. Ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale wanaoliamini jina lake. Waliozaliwa, sikiliza kwa makini, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bali kwa Mungu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sasa hapa ndipo tunapopata thamani ya wokovu. Sema amina. Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, nao yamekuwa mapya. Yohana anasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale wanaoliamini jina lake, ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali walizaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Sasa Biblia inamtafsiri mtu aliyeokoka kama mtoto mchanga. Ndio Biblia inavyotafsiri. Manake anaanza maisha mengine mapya. Kuna maisha ambayo alikuwa anayaishi, sawa eh? Kuna tabia ambazo alikuwa anaziishi. Sasa ameamua kuokoka. Ina maana kwamba kama vile mtoto ambavyo kuna maandiko yanasema, kuna msemo unasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, sawa eh? Manake kila mtoto anakuwa kulingana na malezi aliyolelewa, na kila mtoto anakuwa kwa kupokea lugha kulingana na wazazi aliowakuta. Sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kama mimi ningezaliwa Masai, leo ningekuwa najua Kimasai. Kama ningezaliwa Mwarabu, leo ningekuwa najua Kiarabu. Lakini nimezaliwa Mswahili, najua Kiswahili. Haleluya. Sasa mtu anapookoka anazaliwa upya. Sawa eh? Kwa hiyo anatakiwa aishi kwa kulelewa upya kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ndio maana Petro anasema hivi, kama watoto wachanga yatamanini
maziwa yasiyogoshiwa. Manake ni kwamba yoyote yule ambaye amempokea Yesu lazima akubali kubadilika katika malezi ya Kristo. Si unaelewa, mtu wa Mungu? Kuna vijiwe ambavyo ulikuwaga unavipenda, ukishaokoka hivyo vijiwe unaviacha. Kuna marafiki ambao ulikuwaga nao wakati hujaokoka, ukishaokoka achana nao. Kuna tabia ambazo ulikuwa nazo, amen, ambazo automatically ukiziishi zinaweza zikakuingiza kwenye dhambi. Ndio Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ambaye amezaliwa upya. Si kuna mtu mmoja ananielewa asubuhi ya leo? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana asilimia kubwa kwa wale watu ambao wameokoka vizuri huwa wanakutana na changamoto za marafiki, matusi kwa marafiki, mashoga zao wanawarushia matusi. Mepotea. Nakumbuka kipindi nimeokoka, tulikuwa na kundi la vijana ambalo sisi tulikuwa tunaita G5. Mungu atusaidie. G5 ambao tukiamua letu tumeamua. Yaani tunaamua kwamba sasa tunazitafuta pesa, tunazitafuta. Sasa tunaenda kuzitumia pesa, tunaenda kuzitumia kweli kweli. Bwana atusaidie sana. Katika hao 5 wawili wameshaondoka. Mungu atusaidie sana. Mwisho mjuzi alifariki hapo Omari kwa Msisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika hao 5 mmoja alikuwa hanywi. Yeye alikuwa hanywi. Yes, alikuwa, lakini alikuwa kila mahali tunaenda, lakini hanywagi pombe. Mdogo wake mchungaji Jonas. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kuokoka kukatokea sintofahamu ya mashambulizi kutoka kwa wale marafiki. Maana sasa hatupelekani nao. Walipo sipo, nilipo hawapo. Naona Maana Biblia inasema kwa Zaburi 1:1, heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala uketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria hiyo yeye anaitafakari usiku na mchana. Ukishaokoka unafanyika kuwa kiumbe kipya. Ni mtu special ambaye umezaliwa si kwa mapenzi ya mtu, bali maana wokovu ni kitu cha ajabu sana ambacho Yesu anakizungumzia. Anasema hivi, na kushukuru Baba wa mbinguni kwa kuwa mambo haya umewanyima wenye hekima na kutufunulia sisi watoto wadogo, maana ndivyo ilivyokupendeza. Wokovu kama ungekuwa unaenda kuchagua mtu, ungechagua wenye pesa. Wokovu kama ungeenda kuchagua, ungechagua watu wenye elimu. Ingawa watu wako wenye elimu waliokoka, ingawa wako wenye pesa pia waliokoka. Sema amina. Lakini hii ni neema. Ndio maana wengi kiburi chao kinawafanya wasimwamini Yesu kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kiburi cha uzima, kiburi cha pesa, kiburi cha elimu. Wanasoma mpaka wanapitiliza, wanasema kwamba hakuna Mungu. Wanasoma mpaka wanasema dini ni biashara. Maana yake ni kwamba Biblia inasema mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna nani? Hakuna Mungu. Haleluya. Pendwa uliokoka, wewe ni kiumbe kipya. Na hichi kiumbe kipya kimezaliwa katika ufalme wa Mungu. Kuna falme 2 duniani, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Sasa Yesu kasha kutoa kwenye ufalme wa shetani. Amua kuishi kama yeye anavyotaka.
Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amua kuishi kama yanavyotaka. Wokovu ni kama safina. Nuhu alipoitengeneza safina, akawaambia watu ingieni, ingieni. Kuna ambao wakawa wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka. Ni wale watu ambao wanaokoka wanaacha, wanaokoka wanatenda dhambi wanaacha. Sasa safina ikishafungwa nga, wataanza kulia, Nuhu tufungulie, Nuhu tufungulie. Hapo inakuwa is too late. Unapookoka mpendwa, gangamala usitende dhambi tena. Sema amina. Usitende dhambi tena. Maana unaweza ukaa uko hapa ndani lakini bado wewe ni mtenda dhambi. Unahesabiwa kwamba upo ndani ya kanisa lakini kumbe uko nje. Sisi tunahesabu kwamba tuko pamoja na wewe lakini kumbe hauko pamoja na sisi. Tunafikiri kwamba ni msafiri, kumbe wewe sio msafiri. Umeshatemwa. Ndio wale wanakuwa na dhambi za ai zilizosababisha wana wa Israeli wakakimbia mbele ya ule mji. Mungu atusaidie sana. Wokovu uko namna hii. Amen. Sema amina. Unapojua umekosea, mara moja rudi msalabani ukatengeneze. Afichaye dhambi zake atafanikiwa, hatafanikiwa. Ni neno la Mungu limethibitishwa. Na amesema neno lake halitamrudia bure, litatimiza maagizo ambalo limefanya. Sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu halitamrudia bure. Bali aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata nini? Rehema. Unaishi, kuna saa unakosea kama mwanadamu. Hautaki ufiche makosa yako. Unapoficha makosa yako unakuwa na dhambi ya ai ambayo itakusababisha hautafanikiwa kwa chochote kile. Mungu aturehemu sana. Kanisa lazima libebe moyo kama moyo wa Daudi. Sema moyo wa Daudi. Napoenda kumaliza, wale wanaobariki mtoto hawapo. Yaani nikishaita mtu hapa kama hayupo imepita hiyo. Haleluya. Maana tuna kanuni ya kuwahi ibada. Yaani kiongozi hata kama vijana kama nitakuita haupo na waombea wale kuwepo imepita hiyo. Amen. Daudi, ninapomaliza Daudi Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Daudi alikuwa ni mfalme wa Israeli. Daudi alikuwa ni mfalme mwenye nguvu. Ilifika Daudi akafanya dhambi ya uzinzi. Sema amina. Akaificha. Hebu sema akaificha. Kama kawaida. Hey, haleluya. Kama nini? Kama kawaida. Akaificha. Maana mwanadamu mara nyingi anapenda kuficha. Alipoificha, Mungu akamtuma nabii. Akafika kwa Daudi, akamwambia Daudi. Kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo wengi sana. Na mwingine alikuwa na kondoo kamoja tu. Ikawa yule mwenye kondoo wengi akajiwa na mgeni. Akachukua kale kakondoo ka yule jamaa ambaye huyo jamaa hujipatia riziki kutoka kwayo. Daudi akasema shabash, yuko wapi huyo? Akamatwa, anyang'anywe vyote alivyokuwa navyo. Dathani akamwambia Daudi, ni wewe mfalme, ni wewe. Je, Mungu hakukupa ufalme? Hakukupa kila kitu?
Lakini leo kwa nini umekuwa na tamaa mpaka ukaenda ukamchukua mke wa Uria na ukaua mume wake? Daudi akasema nisamehewe dhambi zangu. Sema amina. Akatubu Daudi akasema nisamehewe dhambi zangu. Daudi akavaa nguo za magunia, akatembea kwenye behewa, watu wanampiga mawe. Wanapompiga mawe, wakina Eliabu wanamfuata, wanawafuata wale watu wanaompiga Daudi mawe. Daudi anawaambia msiwapige, msiwazuie, acheni wanipige, maana kunipiga kwao huenda dhambi yangu itasamehewa. Ni mtu ambaye hakuangalia utukufu wake, bali aliangalia utukufu wa Mungu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Na ukishaijua hii siri, hautaishi kufanya dhambi za siri kwa kumogopa mchungaji, kwa kumogopa mzee wa kanisa, kwa kuogopa sijui watu fulani. Kwani wewe ni nani? Wewe una mbingu? Una mbingu wewe? Huna mbingu. Hata nikitubu kwako kama nimezini, huna mbingu ya kunipeleka. Sawa Kwa hiyo hunibabaishi kwa chochote. Na kama ni aibu, Kristo aliaibika zaidi yangu. Alivuliwa nguo. Sawa sawa. Wewe unaogopa aibu, si ndio Si wengi wanasema aibu. Maana wengine wakikemewa wanaona nini? Aibu, si ndio Jamani, amina. Hebu semeni amina. Mbona hamsemi amina? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine si wanaonaga aibu. Akitengwa anaona aibu, si ndio? Hata kuhama kanisa anaama. Kwa nini? Aibu, si ndio? Je, umesahau Yesu? Yesu yeye pale msalabani, yeye ile aibu apeleke wapi? Wewe ni nani? Yeye aliyekufa akavuliwa nguo zote, akawa uchi, akapigwa mijeledi. Wewe unaogopa? Huna, yani wewe kwa ishara hiyo huna mbingu. Sikufichi. Yani mbingu yako hapa hapa duniani imeshaondolewa. Kama kila kitu unachokifanya unakifanya kwa ajili ya utukufu wa watu, si kwa ajili ya utukufu wa Mungu, huna mbingu. Tusimame.